Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi kullu shay'in halikun illa wajha. Naam, katika siku ya leo tumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa kuwa ametupa nafasi ingine na tumefika kwa ajili ya kuweka sawa baadhi za mambo. Naam, limeenea elimu potofu ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam alikufa kwa ugonjwa wa kuambukiza, yaani alikufa kwa ugonjwa wa kipindupindu kama maadui zake walivyosambaza. Vile vile wao husema ya kwamba kifo kilimkuta akiwa yu msalani. Je, haya mambo mawili ni ya ukweli? Naam, ndugu zanguni, ijulikane ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam alikuwa na maradhi mawili yaliyomsumbua kwa muda mrefu. Ugonjwa wa kwanza ilikuwa ni wa upande wa juu ya mwili, yani kwenye kichwa chake, na ugonjwa wa chini ilikuwa ni ugonjwa wa kuendesha. Sasa alipata kumwomba Mwenyezi Mungu dua maalum akitaka maradhi haya yaondolewe, lakini Mwenyezi Mungu alimjibu ya kwamba maradhi hayo yamekuja kutimiza tabiri ambayo ilishatolewa tangu jadi ya kwamba Masihi katika zama za mwisho atakuwa na nguo mbili za rangi ya njano, nguo ya juu na nguo ya chini. Mwenyezi Mungu aliye mtukufu alimfafanulia maana ya hiyo ni kwamba utakuwa na hayo maradhi, na hayo maradhi siyo ya kuondolewa. Kwa hivyo wamechukua nafasi hiyo wapinzani wake Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad kusambaza na kuzagaza ya kwamba alikufa kwa ugonjwa wa kipindupindu. Lakini sasa je, ni kweli? Hebu tuangalie hapa. Wakati kifo kilimfikia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ilikuwa ni tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 1908. Alikuwa amezingirwa na watu wengi, wakiwemo familia, marafiki na wale waliokwisha mpokea ambao walikuwa ni masahaba zake. Tunaona walimshughulikia katika hali yake ya maradhi huku na kule, na mara kwa mara walikuwa karibu na yeye, na wao wanatutolea simulizi ya kwamba akielekea kuaga dunia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad walipata kumsikia kwa wingi akitamka haya maneno: ya Allah, ewe Mwenyezi Mungu; ya Habibi, ewe kipenzi changu; ya Allah, ewe Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo maneno alikuwa akiyatamka kwa wingi zaidi. Vile vile tunasema wakidai ya kwamba alikufa kwa kipindupindu. Je, kunaye yoyote kati ya hawa waliomzingira katika hali yake ya ugonjwa waliopatikana wameambukizwa ugonjwa wa kipindupindu? Sasa wakati wanatangaza hivyo ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam aliaga dunia kwa ugonjwa wa kipindupindu, watuletee thibitisho ya kwamba miongoni mwa wale waliomzingira akiwa mgonjwa kuna hata mmoja ni myupi aliyeambukizwa maradhi hayo. Kwa hivyo kulingana na upande wa Ahmadiyya, hatujapata kuona miongoni mwa wale waliomzingira hata mmoja aliyeambukizwa na hayo maradhi wanaoyasema wao. Thibitisho lingine ijulikane kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad aliaga dunia akiwa mji wa Lahore, na mwili wake mwishowe ukasafirishwa mpaka Kadian kwa ajili ya mazishi. Na ilikuwa enzi zile ya kwamba mtu anapokufa kwa ugonjwa wa kuambukiza,
mwili wake haukuruhusiwa kusafirishwa kwa vyombo vya usafiri vya umma, ama kiufupi mwili ule haukuruhusiwa kusafirishwa kutoka maeneo fulani mpaka maeneo fulani. Ulikuwa anakofia ndipo anapozikwa. Lakini tunaona Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, umma ama serikali wa maeneo ya pale iliruhusu mwili wake ukasafirishwa kutoka Lahore mpaka Qadian kwa ajili ya mazishi. Vile vile katika mazishi kulikuwa na watu wengi sana. Hatujapata kusikia ya kwamba hata mmoja miongoni mwa wale waliohudhuria mazishi kuna yeyote alilalamika ya kwamba ameambukizwa ugonjwa huo wa kipindupindu kama wapinzani wake wanavyozagaza. Point nyingine ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam ameugua magonjwa hayo mawili kwa takriban miaka 20. Sasa tunauliza, je, kunaye mtu yoyote humu duniani amewahi ugua ugonjwa wa kipindupindu kwa takriban miaka 20? Je, imewahi tokea mtu mmoja humu duniani akaishi muda mrefu takriban miaka kama hizo zote akiwa anaugua ugonjwa wa kipindupindu? Point nyingine wanasema ya kwamba kifo chake kilimfikia akiwa msalani. Hawana thibitisho, kwa sababu waliokuwa karibu wanatoa taarifa ya kwamba kifo kilimpata Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam akiwa kitandani mwake, na kifo kilimtokea saa 4:30 nyakati za asubuhi. Sasa saa 4:30 ni mchana peupe. Ni akina nani walishuhudia ya kwamba miongoni mwao hao maadui wanaozagaza ya kwamba alifia msalani? Je, walimshuhudia? Waliokuwa karibu wanasema alifia kitandani mwake, roho ikakatika akiwa kitandani mwake. Je, wao wana ushahidi? Na hata kama tuchukue kama wanavyotangaza ya kwamba alikufa kwa ugonjwa wa kuambukiza, je, Mwenyezi Mungu kuna mahala popote amesema ya kwamba manabii wangu hawafai kufa ama kuaga dunia kwa maradhi haya? Amewaekea maradhi maalum ya manabii wake kuugua, kisha hayo maradhi yanawafikisha katika kifo. Mahala gani Mwenyezi Mungu amesema manabii wangu wote watakufa kwa maradhi huu, na anayekufa kinyume na haya niliyotaja basi huyo sio nabii? Ni wapi? Kitu kingine, tuchukue kama wanavyotaja ya kwamba Mwenyezi Mungu aepushe mbali alifia chooni. Sisi tunaona ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu aliye mtukufu anasema katika sura ya 4 aya ya 79, anasema baada ya'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema aina ma takunu yudrikumul maut, popote mlipo kifo kitawafikia. Na hii inathibitisha ya kwamba Mwenyezi Mungu anatuweka wazi ya kwamba yeye haangalii mahala mtu anakufa, haangalii umekufa ndani ya maji, baharini, umekufa mawinguni, umekufa jikoni, msikitini, wala umekufa ukiwa msalani. Haitakuongezea alama mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kufufuliwa watu, wala Mwenyezi Mungu haimjalishi wewe umekufa wapi. Popote kifo kimekupata, wewe ni wa kuondoka dunia hii, wala Mwenyezi Mungu hata angalia wewe umekufa ukiwa wewe uko ndani ya msikiti mtakatifu, kisha hicho kikakuongezea alama ya kuingia peponi mwa Mwenyezi Mungu. Hapana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ashatuweka wazi ya kwamba popote ulipo, muda wako ikifika, wewe unasafiri na Mwenyezi Mungu. Hakuna wa kuzuia kifo Mwenyezi Mungu anapokuletea kifo.